Ukiwa na watoto wadogo, mama yao umemwacha au wamefariki, unahitajika uwe makini sana kuwalea, vinginevyo utafukuza watoto wako nyumbani kwa vituko vya mama wa kambo. Lakini hata walimu wa madrasa wanahitajika wawe makini sana kulea watoto. Usishangae umerudi nyumbani, mkeo akakwambia mwanao kaiba 2000 ndani. Hamuhitaji tu mwanao ndani ya nyumba. Na mwalimu wa madrasa kipindi kimoja amekaa na vijana, anaweza akapokea kesi 50. Kanifunya, kanichania juzu, kanichoma na pini, kaniibia tausi wangu. Unahitajika uwe makini sana, vinginevyo utaadhibu wanafunzi kila kukicha kwa maneno ya kuchongelezeana wao kwa wao. Mwanafunzi huyu anamchongea mwingine na huyu anamchongea mwingine, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, sote tunajua, anajua kila kitu. Lakini chukua somo la aya nambari 12 katika surati Al-A'raf. Anamuuliza Ibilisi, nini kilichokufanya usimsujudie Adamu? Unadhani muda ule Mwenyezi Mungu anamuuliza Ibilisi alikuwa ajui? Alikuwa anatoa darsa kwetu. Mtafukuza watoto wenu kwa sababu ya vituko vya mama wa kambo. Ma mana'aka alla tasjuda idh amartuka qala ana khayrun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tinin. Sallu ala nabi. Chukua somo hili. Mungu hakushindwa kumlaani automatically Ibilisi alipogoma kumsujudia Adamu, lakini alikuwa anatoa darsa. Ukipewa kesi, hoji hakiki, usikurupuke. Mamanaka, Mungu anamuuliza Ibilisi hali ya kuwa anajua kila kitu. Ukienda katika surati Ghafir, kwani vyombo vya nani nimekodi wapi? Kama fundi mpya TANESCO kila dakika anazima umeme. Ukienda katika 12 Ghafir, Mwenyezi Mungu anasema ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur. Yeye Allah anayajua mpaka yaliyo ndani ya viini vya macho wama tukhfi sudur. Watu wanahoji na mambo yao haya, hata yale ambayo nyoyo zenu yameficha Mungu anajua. Kama anajua kulikuwa na sababu gani kumhoji Ibilisi, kwa nini ukusujudi? Hili ni darsa kwetu. Kuna watu leo watoto wao wamewafukuza, hawako nyumbani kwa sababu walichongelezewa tu na mama wa kambo. Mwizi ananichungulia chooni, si hivi na hivi. Baba kahamaki kafukuza mwanawe. Mheshimiwa DC Kilakala, wewe mwenyeji, hii inaitwa Lang'ata.
Lang'ata ina hayatu mamzuja. Walimu wa Qur'ani wapo Lang'ata, mashehe wapo Lang'ata, wavuta bange wapo Lang'ata. Alismu ala musamma, cha msingi mji unang'ata. Lakini kama kuna mpwao, mjukuu wako unamuona kafika miaka 25 30, naye ana vituko hivyo, usimhukumu wala kumlaani, mwite, kaa naye. Una nini? We baki pale katika aya nambari 12, Lang'ata. Ma manaka alla tasjuda. Kana mwanao muhoji kwa mapenzi kabisa, una shida gani mwanangu? Tatizo nini mwanangu? Ujue kwa nini amekuwa mkabaji. Sio tunawalaani tu vibaka, tunawachukia tu vibaka. Wakati mwingine badala ya kuwasaidia wakatoka katika hilo, sisi tunakuwa ndiyo chanzo cha kuwasukuma huko, tunawatelekeza. Mtume Muhammad aliishi na kila sampuli ya watu. Hata wewe mheshimiwa DC, inawezekana ofisini kwako zinakuja kila aina ya kesi. Rudisha moyo, tuliza kichwa. Ndio maana ukisoma sheria tunakatazwa, ukiwa na hasira nyingi usitoe hukumu, na ukiwa na furaha iliyopitiliza usitoe. Tuliza kichwa. Kwa nini nimeletewa taarifa mtendaji wangu kadha yupo kadha? Hawa wahuni tunawataka maulidini, hawa wahuni tunawataka msikitini, hawa wahuni tunawahitaji katika mambo ya kijamii. Tunawapataje kama tukujenga msingi wa 12 Al-Araf? Alipohojiwa, majibu aliyoyatoa ilitosha kuona kwamba sasa anatosha kuadhibiwa. Ana khairun minhu, ndio majibu ya Ibilisi. Siwezi kumsujudia huyu, mimi ni mtu muhimu sana kuliko, mimi ni mbora kuliko huyu. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tinin, mimi umeniumba kwa moto, unatisha moto. Huyu kwa udongo tu, mimi namsujudiaje huyu? Huyu anatakiwa nisujudie mimi. Baada ya majibu mabovu haya, sogea 13, qala fahbit minha, hukumu ilitoka hapo. Ndipo Mungu akamtumbua, toka, kwa sababu ilionyesha ufidhuli aliyouonesha mbele ya Allah jalla subhanahu. Naongea na walimu wa madrasa, naongea na mababa wenzangu ambao tuna watoto wanaolelewa na mamama wa kufikia, lakini na walezi wanaopatikana Lang'ata hata kule kwangu, ambako zamani ukikabwa unapewa risiti ili mbele ukikabwa tena sema mimi tayari. Kwa uzoefu, Sheikh Ali Manga anajua, ukija kwangu mimi masela ndio walinzi na uibiwi chochote. Hawa wanahitaji tukae nao, wanahitaji tuwavute, busara zitumike. Inawezekana usinielewe. Hebu chukua picha haraka haraka kwa wasela wa Lang'ata, nisaidieni Ustadhi Masudi. Hivi kuna msela aliyevuka kiwango cha Sayyiduna Umar wakati wa usela wake? Ili nao watu watahoji hili. Si mtandao siku hizi, maisha ni mtandao. Watu wote siku hizi wamekuwa hawana akili. Sasa hivi ni mtandao tu. Ukiingia kwenye mtandao hata sasa hivi ukisema saa 9 mchana watu watakubali. Lakini Bwana Mtume Muhammad
Kwa sababu alikuwa makini, alibaki na Saidina Umar, na watu waliokuwa mfano wa Saidina Umar wakamuelewa, wakampenda, wakabadilika, na leo ni swahaba mkubwa katika historia ya Uislamu, mtetezi wa Uislamu Saidina Umar. Kama mtungi, gongo, wama adraka ma gongo, hao wamekunywa. Kama kamari, wamecheza. Kama wamefanya, lakini kwa sababu hawakutengwa, Mtume alikaa nao, aliwashirikisha, aliwajali, leo wamekuwa ni msaada mkubwa katika Uislamu. Nikae chini. Kulea watu kunahitajika busara. Kulea watu kunahitajika sana busara. Wakati mwingine unapewa neno linauma mpaka kwenye unyayo. Kasirika kwa mitego, hamaki kwa mitego, hamaki ya kimalezi, kasiriko la kimalezi, sio hamaki na kasiriko la chuki. Ukija na hamaki na kasiriko la chuki, utamchukia mwanao, utamchukia mwanafunzi wako, utamchukia. Si ajabu Dawatul Ikhwani, madrasa ambayo imetukusanya leo, akatokea mwanafunzi huyo akasema, mwalimu, Juma anatongoza mkeo. Natoa mfano lakini busara zitumike. Mke anauma, usikurupuke tu, kesi imekujaje, anatongoza au tayari. Nyinyi mnanielewa? Kama tayari, huyu anathibitisha kwa kigezo gani? Kwa sababu kuna uthibitisho wa kidunia na uthibitisho wa dini, na hapa ni wapi? Madarasani. Kwa hiyo uthibitisho unatakiwa wa nini? Nyinyi mnanielewa au mnielewe? Usifukuze mwanafunzi wako. Inawezekana ukaingia chumbani ukawaona wamekaa wote chukuchuku, hawana nguo. Kwenye Uislamu hao sio wazinifu bado. Yani Mungu kuonesha ili jambo ni gumu, sharti kisu ukione kwenye ala. Na kama umeona peke yako bado utoshi kuwa shahidi. Wawe watu wangapi? Na kila mmoja ana masharti karibuni 7. Kwa sababu unaweza kuja wewe Mwalimu Umar ndio shahidi mwenyewe, lakini wewe dalali. Unampangisha mtu kwenye nyumba, choo kimejaa, unaweka kanga. Subiri tatizo chooni huku kuna mtu, kumbe umeweka kanga asiingie. Choo kimejaa. Nyi watu mnanielewa? Inawezekana Lang'ata hamna, njoo Maputo. Unakwenda unapangishwa kwenye nyumba, choo kama kimejaa inawekwa kanga. Kila wakati unaambiwa kuna mtu, ili usiende kukagua choo kimejaa, utakutana nacho mbele. Sasa dalali wa sampulia hawezi kuwa shahidi, hana sifa ya uadilifu. Kuna watu mimi wanielewe, na sina maana hiyo. Mimi lengo langu, sisi walimu wa madrasa, sisi mababa wenye watoto ambao wanalelewa na mamama wa kufikia, sisi mababa ambao tuna watoto mitaani wa hovyo, watoto wengine wamezidi katika uhovyo, sababu ni sisi ndio sababu. Katibu kagomewa na mweka hazina msikitini. Katibu alitaka 50,000, kakwama nyumbani. Mweka hazina kagoma. Katibu anatengeneza watu kwamba mweka hazina mwizi, kumbe kanyimwa 50,000 juzi. Qala ma manaka alla tasjuda idh amartuka. Nyinyi mnanielewa nyie? Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.